Nafikiri leo kwa kuwa tunasherehekea na tunafurahia ushindi na mafanikio, ni vizuri kufocus na mambo mazuri zaidi kuliko kufocus na mambo mabaya. Kwenye album ya Silva leo tunakwenda kushuhudia Lady JD wa namna gani? Lady JD ambaye mnamfahamu na Lady JD ambaye hamumfahamu na Lady JD mnayempenda. Asante. Pia show ya leo umeidedicate kwa wanawake watatu, kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tina Habash pamoja na mwanamke mamangu mzazi, sio mwanamke mwingine. Yeah, have some respect. Wana nafasi gani kwenye maisha yako na wanamaanisha nini hasa katika siku hii leo? Mimi kama mwanamke na wanawake ambao ni kama walezi wa jamii na walezi wangu mimi, nimeona ni busara sana kutoa heshima kwao, kwa sababu kwanza ni kwa mama yangu ambaye amenilea, na mama wa mume ambaye nilikuwa nimeolewa, na mama ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni kioo kwa wanawake wote katika nchi hii. Wasanii wanaofanya muziki ni wengi sana, lakini wewe ni mwanamke pekee ambaye leo una release album yako ya 10, kitu ambacho hamna mwanamke ambaye msanii wa Bongo Flava ambaye amefanya hivyo na wanaendelea kufanya. Una kipi cha kuambia? Wasife moyo. Kila namba huanza na moja, na hakuna safari rahisi wala hakuna safari ya haraka. Kwa hivyo katika kila mwanzo waliouanza kuna matumaini mbele, na mwanga upo kama wataweka nguvu katika kila kitu. Albamu 10 sokoni, unafurahia matunda ya huo muziki wako? Tuseme leo unamwambia binti anaanza muziki, mimi muziki ulinilipa pamoja na nguko lote, ila nafurahia umenipa hiki na hiki. Muziki ndio kila kitu katika maisha yangu, na sina kitu chochote ambacho naweza nikaficha au kitu ambacho mtu atasema mtu ananijua kwa sababu ni muziki. Kwenye album ya Silva tutegemea Lady JD yule alianza na kula. Huwezi kuanza ukawa vile vile, watu wanabadilika kila siku. Kwa hiyo kila siku ni vitu vipya. Mtegemee vitu vingine tofauti na vile ambavyo mlikuwa mkivisikia siku zote. Lakini rap Ukiacha wanawake watatu ambao umesema unaidedicate siku, kuna watu wengine unawakumbuka kwenye muziki wako? Najua wako wengi, lakini ambao unatamani kuwashukuru kwa kusupport na kusaidia. Wanawake wapo wengi, wanawake ambao hata kama support sio ya moja kwa moja, lakini mtu yote ambaye umekuwa ukimsikiliza akakuinspire, ni kitu ambacho unatakiwa kukishukuru kwa sababu kimekujenga na kukufanya ulipo. Kuna watu kama Patricia Hillary niko nayo siku ya leo, kuna watu kama Adija Kopa, watu ambao wamekuwa ni role models wetu. Kuna wengine wa nje ya nchi ambao hata hatujawahi kukutana, kwa hiyo shout out kwa wote. Ukiacha wanawake, mwingine nani unatamani umshukuru siku ya leo kwenye muziki wako ameplay nafasi kubwa? Master J, Taji Liundi, Mike Mwagama na wengine wengi. Sio sikumkumbuka kila mtu. Marehemu Gardner unaweza Ruge Mutahaba, Joseph Kusaga na wengine wengi. Okay, sisi kama Baraza la Sanaa Taifa tunaendelea kuwa encourage, kuwaambia wasanii wetu wakongwe wasikate tamaa, kwa sababu Baraza lao la Sanaa, serikali yao iko pamoja nao. Na ndio maana mpaka sasa hivi tuko hapa kuhakikisha kwamba Jide anafanya vizuri. Na Baraza la Sanaa Taifa, Jide alivyofika akasema anataka kuandaa shughuli yake hii, na sisi kama Baraza la Sanaa Taifa tukisema kwamba vibali vyote, gharama zote unazotakiwa kuingia kwa ajili ya miaka 25, Baraza la Sanaa Taifa litazibeba. Leo yuko hapa anajivunia serikali yake. Kwa hiyo swala la kuwaenzi wasanii wakongwe ni swala endelevu na ni swala pana, lakini kubwa ni kwamba serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka mazingira wezeshi ya wasanii kama hawa waendelee kufanya kazi zao vizuri kabisa bila kuwa na tashwishi yoyote. Kwanza niseme unaposema umezoea kuniona sehemu nyingine na leo niko kwenye burudani, niseme binadamu maisha yake yanazungukwa na vitu vingi, na burudani ni sehemu muhimu sana ya maisha yake. Na mimi sichukulii kama leo ni siku ya burudani, isipokuwa ni kwangu mimi naona ni siku ya mwanamke shupavu ambaye ameanzia chini mpaka akafika sehemu ambayo dunia nzima, sio Tanzania tu, ikamtambua. Nafikiri kwa miaka 25 mtakubaliana na mimi kwamba Lady JD amefanya mambo ambayo hakuna Mtanzania ambaye anaweza akadhalau au akasema kwa namna yoyote kwamba hakuna alichokifanya. Amefanya kazi kubwa na ametambulika, lakini pia mchango wake kwa jamii na kwa Tanzania ni mkubwa. Kwa hiyo sio tu kwa wanawake bali pia kwa kila mtu
Mtanzania, lakini pia mwana East Africa na dunia kwa ujumla. Mtakubaliana na mimi kwamba Lady JD ni msanii ambaye amefanya muziki mizuri, lakini pia ameshirikiana na Watanzania wengi kwa Tanzania, lakini pia nje ya Tanzania ameshirikiana na East Africa. Utaenda Uganda utakuta ameshirikiana na Waganda wengi, utaenda Kenya, lakini pia nje ya East Africa ukienda SADC na kadhalika. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba tunapomzungumzia Lady JD tunazungumzia mtu ambaye kimsingi ameonyesha kwamba sio tu wanaume wanaweza, lakini pia wanawake nao wanaweza, na kwa ushupavu wake ameweza kupambana mpaka leo anaweza kufanya hiki kitu na kuadhimisha miaka 25 ya yeye kuwa superstar. Tunakubaliana wote hapa kwamba Lady JD ni mwanamke ambaye amejitunza, ambaye hana kashfa, hana makando na anafanya kazi yake kwa weledi. Unaweza ukaona aina ya show ilivyo, unaweza kuona maandalizi, unaweza kuona kwamba hii si show ya kwanza ambayo amekuwa akifanya. Amewahi kufanya show nyingi ikiwemo pale Mlimani City akiazimisha miaka 20, leo 25, lakini bado kila anavyofanya show watu wanakuja kwa wingi, na sio lika fulani, ni kila lika. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba Lady JD ni wa kila lika na ni Mtanzania ambaye ameifikisha Tanzania duniani kupitia mziki wake. Miaka 25 yenyewe anajieleza, kwa sababu kikawaida miaka 25 ni mwanadamu anazaliwa, anakuwa mkubwa, anaenda sekondari, anamaliza chuo, inajielezea kila kitu, na amefanya mapinduzi makubwa sana katika hilo. Inajieleza yenyewe kwamba miaka 25 ni mingi sana. Anaposema hivyo kwa sababu angalia, kabla ya JD kulikuwa kuna nani mwingine. Ndio kulikuwa na wanamuziki wa zamani sana, wakina Kida Waziri, wakina nani na wengine ambao nadhani nyinyi wengi ni wafahamu. Kwa hiyo tunavyoelezea hili ni kwamba tunamzungumzia mwanadada. Sasa hivi kwa watu wengine anaweza kuwa ni mwanamama ambaye alikuwa wa kwanza kufanya mapinduzi kwenye kizazi kipya cha muziki, kama unavyomzungumzia wakina Professor Jay, wakina Sugu na wengineo. Wajifunze discipline, kwa sababu unaona kwa nini JD hivi anajaza, sio tu kuhusu muziki, lakini kuhusu vile vile maisha yake binafsi. Discipline, no scandals, no what. Na kuna masuala mengine ya kujieleza kuhusu yeye mwenyewe, kuhusu talenti yake. Amekeep majuzi kwa generation mpya inaujua sana wimbo wa Mambo Matano. Inamaanisha kwamba yeye bado anaendelea ku-maintain kuwepo katika game. Hiyo ni muhimu sana, kwa sababu hapa tunaangalia wakina Zuchu, wakina Nandi, Ruby na wengineo. Baada ya miaka 25 wanaweza ku-maintain kama JD alichofanya? That's a question ambayo wao inabidi wenyewe wajiulize, kwamba sio tu naimba nyimbo za zamani, lakini wakati huo baada ya miaka 25 unaweza ukatoa hit song kama ilivyokuwa Mambo Matano. That's a question. Kwa hiyo inabidi wajifunze discipline, waendelee kuwepo kwenye game na mambo mengine.